taarifa kwa umma kwamba baada ya kufunga lile zoezi la zile ajira ilipokea jumla ya maombi 135,027. Kati ya maombi hayo maombi 112,952 yalikidhi vigezo vya kuitwa kwenye usaili wa kuandika, na tarehe 23 Machi 2025 mamlaka ilitoa fursa ya siku mbili, yani tarehe 24 na 25 Machi 2025 kwa waomba kazi ambao walidhani walistahili kuitwa kwenye usaili wa kuandika ila hawakuitwa. Na baada ya fursa hiyo kutolewa, jumla ya waomba kazi au jumla ya maombi 71 yalikidhi vigezo na hivyo kufanya jumla ya maombi 113,023 kukidhi vigezo vya kufanya usaili wa kuandika. Tunapenda kuwataarifu kwamba katika maombi hayo wapo waombaji walioomba nafasi zaidi ya moja. Kwa hiyo waliomba nafasi zaidi ya moja, ambapo maombi kama nilivyosema 113,023 yalikidhi vigezo vya kufanya usaili wa kuandika na yaliombwa na waomba kazi 86,314. Kati ya hao waombaji waliofanya usaili wa kuandika walikuwa ni 78,544 ambao ni sawa na 91%. Waomba kazi 7,770 ambao ni sawa na 9% hawakushiriki kwenye usaili wa kuandika kutokana na sababu mbalimbali. Na kama tulivyowataarifu hapo awali kuwa zoezi hili la usaili linafanywa na mshauri elekezi ambaye ni Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu Tanzania NBAA. Mshauri huyu alipatikana kupitia mchakato wa manunuzi kufuatia historia na uzoefu wake katika kuendesha masuala ya mitihani kwa weledi na uadilifu. Hivyo NBA wanaendesha zoezi hili la usaili katika hatua zote mpaka waajiriwa watakapopatikana. Mamlaka ya Mapato Tanzania haihusiki na kutunga, kuratibu na kusahihisha mitihani ya usaili huo. Hivyo itaendelea kubaki kama msimamizi wa zoezi hili tu. Kutokana na mpango kazi uliopitishwa, matokeo ya usaili wa maandishi yanatarajiwa kuwasilishwa na mshauri elekezi yani NBA tarehe 23 Aprili 2025 na yatatangazwa tarehe 25 Aprili 2025 kupitia tovuti ya Mamlaka ya Mapato Tanzania. Usaili wa vitendo kwa nafasi za madereva na waandishi waendesha ofisi wenyewe unatarajiwa kufanyika kwa siku 3 kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 4 Mei 2025, ambao utafuatiwa na usaili wa mahojiano kwa maana ya oral interview
unaotegemea kufanyika kwa siku 3 kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 9 Mei 2025. Baada ya mshauri mwelekezi kuwasilisha matokeo ya usaili wa mahojiano, waliofanikiwa kushinda usaili huo watataarifiwa tarehe 18 Mei 2025 na watatakiwa kuanza mafunzo elekezi, kwa maana ya tunasema ni induction, tarehe 22 Mei 2025 hadi tarehe 2 Juni 2025, ambapo wataajiriwa na kuanza kazi rasmi. Wataajiriwa na kuanza kazi rasmi baada ya kumaliza huo mchakato wa mafunzo elekezi tarehe 2 Juni 2025. Ikumbuke kwamba mabadiliko yoyote yatakayojitokeza katika mpango huu wa awali, umma utajulishwa. Kama kutatokea na plus and minus za tarehe, umma utafahamishwa. Sera ya Mamlaka ya Mapato Tanzania ni ajira sawa kwa wote, kwa maana ya equal opportunity employer, anayezingatia sifa na vigezo vya waomba kazi. Hadi sasa sera hii imetekelezwa na inaonekana kupitia idadi ya waombaji walioitwa kwenye usaili wa kuandika. Kila mtu alipewa fursa. Mtanzania yoyote, kwa mujibu wa hiyo sera ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, Mtanzania yoyote mwenye sifa na vigezo vinavyotakiwa ana nafasi ya kuajiriwa Mamlaka ya Mapato Tanzania, bila kujali ni mtoto wa maskini, ni mtoto wa tajiri, ni mtoto wa kiongozi au ni mtoto wa mtumishi wa umma. Kila mmoja anayo fursa hiyo, mradi tu awe na vigezo na afanye vizuri katika mitihani inayoendelea. Mamlaka ya Mapato Tanzania inashukuru kwa mrejesho iliyoupata kupitia njia mbalimbali, ikiwemo mitandao ya kijamii kuhusiana na zoezi hili la ajira, na inawahakikishia kwamba taarifa zilizopatikana zinafanywa kazi, na ikithibitika kwamba zina ukweli wowote, mamlaka itachukua hatua kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu.